Huyo mkandarasi yuko wapi? Yupo mpaka sasa. Sasa mpigie simu, mimi nataka nione hapa pikipiki leta. Na kama haipo hiyo pikipiki, manake haiwezekani. Yaani pikipiki kuanzia mwezi wa 7, huu ni mwezi wa 12, miezi 6, anawezaje kukaa na pikipiki? Kwa hiyo mpigie simu, mwambie mkuu wa mkoa anataka kuiona pikipiki Mpemba sasa hivi. Sawa. Nisipoiona hapa tutakwenda kumtafuta, tutamkamata. Asituletee mambo yake ya ajabu. Ni mwanachuo nasoma IFM. Ndugu mkuu wa mkoa, mnamo tarehe 26 mwezi wa 7 nilikutana na vijana 4 wakanisimamisha pale wakidai kwamba nimepita barabara ambayo hairuhusiwi kupita. Basi wakadai nitoe shilingi 1,500 kama faini. Basi akachukua pikipiki, sikujua alikoelekea nayo. Tukashauriana na mzee kwamba siku inayofuatia sasa tukaenda ofisi za TAKUKURU. Wale maafisa wa TAKUKURU wakamshauri mzee kwamba mzee, mpigie simu wa jamaa, kwa sababu alikuwa anataka hiyo 1,000 na ngapi na nusu. Kwa hiyo baada hapo tukampigia simu, yule akaendelea kusema hiyo hela kampelekee mtu fulani, akatushia namba yake yule jamaa ambaye inabidi tukampelekee hela. Kwa hiyo jamaa basi tukaongozana na maafisa wa TAKUKURU, tukaenda tukamdaka yule ambaye ilibidi apokee pesa. Lakini ndugu mkuu wa mkoa, kutoka siku hiyo, toka mwezi wa 7 tarehe 26 mpaka hivi sasa hatujui pikipiki yetu iko wapi, hatuelewi iliko, hatujawahi iona, hatujui ipo kwenye hali gani, hatujui anaitumia kwenye matumizi gani. Na pikipiki sisi kwetu ni kitu cha thamani sana. Pikipiki ndio imeendelea, nimefika mpaka hapa, pikipiki ndio inaolisha wadogo zangu. Mpaka sasa kesi imefunguliwa, kwa hiyo kesi inaendelea mahakamani kuhusiana na hilo tukio. Na kuhusu pikipiki bado iko yadi ya mkandarasi, ipo kwenye yadi ya mkandarasi. Inafanya nini kwenye yadi ya mkandarasi? Ndio mgogoro ambao umepelekea kesi kutokea, kwa sababu mkandarasi ameshikilia pikipiki kwamba huyu kijana alipe fidia, lakini yani alipe fidia ya nini? Alipe fidia kutokana na yeye anavyoona uhalifu umefanyika. Huyo mkandarasi yuko chini ya nani? TANROADS au TARURA? TARURA. Huyo mkandarasi TARURA, karibu nenda pale utuambie kwa nini mkandarasi wenu ananyanyasa vijana wangu? Huyo mkandarasi yuko wapi? Yupo mpaka sasa. Sasa mpigie simu, mimi nataka nione hapa pikipiki ile. Kama kuna kesi, yani kama kuna uharibifu uliofanywa na pikipiki iliyopita kwenye hiyo barabara, aje kwangu mimi. Lakini kabla sijaondoka hapa, nataka hiyo pikipiki ipakiwe, ije hapa, nataka nione. Na kama haipo hiyo pikipiki, manake haiwezekani. Yaani pikipiki kuanzia mwezi wa 7, huu ni mwezi wa 12, miezi 6, anawezaje kukaa na pikipiki? Kwa hiyo mpigie simu, mwambie mkuu wa mkoa anataka kuiona pikipiki Mpemba sasa hivi. Nisipoiona hapa tutakwenda kumtafuta, tutamkamata. Asituletee mambo yake ya ajabu. Kwa hiyo mwambie kabla sijatoka, mimi nataka nione hapa pikipiki. Haya, asante. Huyu kijana siku zote anahangaika na mzee wake yule pale. Anasikitika kwamba serikali imeninyang'anya pikipiki. Pikipiki hii hapa. Hawa watu wamekaa nayo pikipiki miezi 5 bila hata kufikiria kwamba huyu mtu ambayo tumemchukulia pikipiki yake, tena wakataka na rushwa kabisa waweze kuchukua. Kwa hiyo wewe bwana, pikipiki yako ni hiyo hapo, ichukue. Sawa, la kwanza hiyo hapo pikipiki, sawa, tunakukabidhi, ni ya kwako, si ndio? Wageni wawili mtafanya utaratibu wa fungua muweze kuitesti ili huyu bwana aweze kutumia pikipiki yake. Sawa eh? Wewe ndugu zangu, hoja ya pikipiki tunaimaliza. Wote mmeshuhudia pikipiki? Mmeshuhudia eh? Hoja ya pikipiki tumeimaliza. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Sasa katika mkoa wetu wa Songwe tumekubaliana ni marufuku awe mtumishi wa serikali, awe mtumishi wa umma kutoka kwenye taasisi yoyote ile,
iwe taasisi ya serikali, iwe taasisi sijui kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Nimeshamsema ni marufuku kusikia tunawanyanyasa wananchi. Kila taasisi imepewa sheria. Tutekeleze majukumu yetu kwa misingi ya sheria. Tutekeleze majukumu yetu kwa misingi ya haki. Tutekeleze majukumu yetu kwa misingi ya utu kama falsafa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.